Makubaliano ya Lemela yalikuwa na maadhimio yafuatayo. Mosi, Laurent Desire Kabila wa AFDLR akubali Rwanda kugawanywa sehemu mbili, yaani kuzaliwa kwa taifa jipya la mashariki ya Kongo ambalo litaundwa na Watusi. Namba mbili, Laurent Desire Kabila akubali jeshi la Kongo liundwe na wataalamu kutoka Rwanda na Uganda. Tukamuona James Kabarebe, Bizman Karaha. Namba tatu, Laurent Desire Kabila akubali makampuni kutoka Rwanda na Uganda kufanya biashara kuchimba madini Kongo bila ushuru wala leseni. Nne, Laurent Desire Kabila akubali jeshi la Kongo liwe linapata mafunzo kutoka kwa wataalamu kutoka Rwanda na Uganda. Baadaye Desire Kabila akakubali, lakini baadaye akakiuka makubaliano ya Lemela. Ndipo ukiangalia kwa mujibu wa ushahidi wa Al Jazeera, wakina Zatman, Madaid, Kinshasa wanadai kwamba Al Jazeera na Ufaransa wanadai kwamba Rwanda na CIA Marekani ndio waliomuua Laurent Desire Kabila kupitia yule the Chad Soda msaidizi wake Rashid Kasereka. Rashid Kasereka aliingia kumuona Laurent Desire Kabila akiwa na silaha, akampiga. Laurent Desire Kabila alikuwa kwenye mkutano na mshauri wake wa masuala ya uchumi, alikuwa anataka kwenda Kameruni. Alivyomuua msaidizi wa Laurent Desire Kabila, General Ed Kapeng, akamuua Rashid Kasekela. Kumkagua Rashid Kasekela akakuta ana mawasiliano na ubalozi wa Marekani na watu kutoka Rwanda. Kwa hiyo baada ya hali kuwa tete, waasi wa CNDD FDD kuendelea kushambulia Burundi, ilibidi serikali ya Tanzania imuombe Pierre Buyoya ajiuzuru. Kwa hiyo mwaka 2003 Rais Pierre Buyoya alijiuzuru kufuatia shinikizo kutoka Tanzania. Alivyojiuzuru ukatengenezwa utaratibu utawala wa miezi 18 kati ya CNDD FDD na serikali ya UPRONA kwa kushirikiana na Frodebu, ambapo tulishuhudia kutoka 2003 miezi 18 ya kwanza mpaka 2005 akaja Domitien Ndayizeye kutoka UPRONA, lakini pia na baadhi ya viongozi kutoka Frodebu, na kutoka 2005 ndo akaja Pierre Nkurunziza. Kwa ujio wa Pierre Nkurunziza ambao kwa mujibu wa idara ya ujasusi ya Rwanda, Pierre Nkurunziza ilikuwa ni pendekezo la serikali ya Tanzania ili kuweza kupunguza nguvu na ushawishi wa Rwanda ndani ya Burundi. Kwa mujibu wa Rwanda, kwamba Pierre Nkurunziza ilikuwa ni product ya Tanzania iliyoandaliwa kwa ajili ya kupunguza ushawishi wa Rwanda nchini Burundi, kwa sababu Tanzania inalinda maslahi ya ziwa Tanganyika, kwamba haitaki Rwanda atumie ziwa Tanganyika kuingia Kongo, kwa sababu lengo lingine la Rwanda ni kutandua mtandao wako wa kuingia Kongo kutoka ziwa Kivu kuja mpaka ziwa Tanganyika. Kwa ili Rwanda aweze kufanikiwa zaidi, anahitaji kuweka either rais Burundi au kuwa na ushawishi ndani ya Burundi ili kuweza kutanua njia za kuingia Kongo. Na Burundi inatazamana na mji wa kimkakati wa Uvira. Kwa hiyo wakati wa utawala wa Pierre Nkurunziza tulishuhudia sintofahamu na migogoro ya kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi. Mosi, serikali ya Rwanda ilituhumu Burundi kwamba Burundi inawaunga mkono waasi wa FDLR Interahamwe maarufu kwa jina la jeshi la zamani la Juvenal Habyarimana lililokimbilia Kongo. Wakati huo huo Rwanda na Burundi nayo akaanza kuituhumu Rwanda kwamba Rwanda inawaunga mkono waasi wa Red Tabara, ni waasi wa Kitusi walioko Burundi ambao wako Kongo, ambao wamekuwa wakishambulia Burundi. Lakini Rwanda ikaanza kuituhumu serikali ya Burundi kwamba serikali ya Burundi, jeshi la Burundi linashirikiana na jeshi la Kongo pamoja na wale Mai Mai wazalendo kuua Banyamulenge, Watusi wanaoishi Kongo. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, serikali ya Rwanda ikaanza kuituhumu Burundi kwamba Burundi imekula kiapo cha utii kwa serikali ya Tanzania. Burundi ikajibu, Burundi ni taifa huru, halipaswi kuingiliwa. Kingine ni
mapinduzi ya 2015, mwaka 2015 mwezi Mei, wakati wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwa kwenye mkutano Dar es Salaam, Rwanda ilifanya conspiracy, njama ya kufanya mapinduzi nchini Burundi. Tulishuhudia Jenerali Godefroid Niyombare, alikuwa mkuu wa shirika la ujasusi Burundi, alikuwa ni kibaraka wa Rwanda, akafanya mapinduzi. Kufanya mapinduzi, tukatangaziwa kwamba rais wa Burundi Pierre Nkurunziza akiwa Tanzania amepinduliwa. Baadaye serikali ya Tanzania kupitia jeshi la wananchi na shirika la ujasusi walifanya mpango wa kumrudisha Nkurunziza madarakani kwenye operation Bring Back Nkurunziza in Power. Warundi ile operation naita Akamenyero Kishidondi. Ilikuwa ni operation ambayo ilikuwa inajaribu Jakaya Kikwete ajaribu kuonesha nguvu ya Tanzania kwenye siasa za maziwa makuu na kujaribu kumuonesha rais wa Rwanda kwamba bado mdogo sana kwenye medali za intelijensia na ujasusi. Kwa kitendo cha serikali ya Tanzania kumrejesha madarakani Pierre Nkurunziza, Rwanda aliumia sana. Lakini Rwanda inaituhumu Tanzania kwamba ndio iliyofanya mpango Nkurunziza agombee kwa mara ya tatu, kwa maana ya kwamba Rwanda walikuwa wameweka kete yake kwa Agathon Rwasa aliyekuwa spika wa bunge, walikuwa na urafiki naye, kwa maana ya kwamba Nkurunziza asigombee kwa mara ya tatu 2015 kwamba muhula wake umeisha, ili amwachie Agathon Rwasa. Sasa inaonekana idara ya Tanzania iliona kwamba Agathon Rwasa hawezi kuwa mtu wao, na Tanzania haitaki kupoteza maslahi yake ndani ya Burundi. Na Tanzania haiko tayari kuiacha Burundi iangukie mikononi mwa Rwanda. Ni hatari sana kwenye idara ya usalama na ulinzi wa siasa za maziwa makuu. Kwa kilichokuja kutokea ni kwamba Nkurunziza aligombea kwa mara ya tatu na ikatokea machafuko Burundi. Zaidi ya Warundi 600,000 walikimbia Tanzania. Anasema Tanzania ilitoa mkono wa pongezi na kutoa ruhusa kwa Nkurunziza kugombea mara ya tatu kuliko Agathon Rwasa achukue urais wa Burundi, kwa maana ya kwamba ana urafiki na Rwanda. Kwa Rwanda iliendelea kuchukia. Ilipofika Nkurunziza alipofariki 2020 kipindi cha COVID, tayari Rwanda ilikuwa ina karata yake ya turufu ndani ya Burundi kujaribu kumweka mtu anayemtaka. Mpango ule Tanzania iliuona, ule mpango ukawa umekuwa fueled, ukawa umetibuliwa, ndipo akaletwa Evariste Ndayishimiye, kwa maana ya kwamba yeye hana connection yoyote na watu wa Rwanda na yeye ni mzalendo kindakindaki. Kwa hiyo tangu Evariste Ndayishimiye aingie, uhusiano kati ya Rwanda na Burundi umekuwa ni mbaya sana mpaka kufikia 2024 kufunga mpaka. Na mpaka sasa hivi Rwanda angekuwa ameshaivamia Burundi, ila na wasiwasi wake mkubwa ni kwamba serikali ya Tanzania ipo bega kwa bega na serikali ya Burundi, kwa maana ya kwamba serikali ya Tanzania kuiacha Burundi iangukie mikononi mwa Rwanda ni kumkaribisha adui kwenye ziwa Tanganyika. Kwa hiyo sababu zinazopelekea mgogoro wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi, moja ni Kongo. Rwanda hataki Burundi iwaunge mkono wanamgambo wa FDLR Interahamwe. Wakati huo huo Burundi haitaki Rwanda iwaunge mkono waasi wa Red Tabara ambao wanaishambulia serikali ya CNDD FDD. Burundi anashirikiana na jeshi la Kongo FARDC pamoja na Maimai Wazalendo kulinda amani ya Kongo. Rwanda anataka Kongo iendelee kuwa na vita ili aweze kupora madini kwa maslahi yake na mabeberu. Hiyo ndio tofauti. Kwa somo lijalo nitaeleza mgogoro wa kidiplomasia au hali ya kukubali na kutokukubaliana, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Rwanda tangu uhuru mpaka sasa hivi. Usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube kwa ajili ya madini mengi ya siasa za dunia, hasa siasa za maziwa makuu. Asante sana.